Bwana mtazamaji wangu wa Junior Media, uhabari gani? Ni matumaini yangu kuwa umzima wa afya kabisa na unaendelea vizuri kokote unakotupata kwa usikivu mzuri kabisa. Tumeendelea kukuletea mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kwa Papa Francis kule nchini Roma, katika jiji la Vatican na hospitali ambayo ameweza kulazwa kiongozi huyu wa kanisa la Katoliki duniani, Papa Francis. Hata hivyo picha mjongeo ikionekana Papa Francis akitolewa katika dirisha kwa juu katika hospitali hiyo ya Gemelli huko nchini Roma, Vatican, akiwasalimia waumini wake siku hii ya leo, na waumini wamefurahishwa sana na kitendo alichokifanya mtumishi huyo wa Mungu wa kanisa la Kikatoliki duniani, Papa Francis, akiwanyoshea mkono wa kufurahi kuendelea kuwa naye katika hali yake ya kiafya. Papa ameweza kuonekana akitoka katika dirisha la hospitali na waumini wengi wao wakiwa nje wakishangilia kile ambacho Papa ameweza kukifanya. Lakini taarifa zaidi kutoka huko zimeweza kuthibitisha kwamba Papa anaweza leo akapata ruhusa ya kuondoka hospitalini humo, huku ruhusa hiyo ikitoka kwa madaktari ambao walikuwa wakiweza kumpatia matibabu katika hospitali ya Gemelli nchini Roma. Kiongozi wa kanisa hilo la Katoliki duniani, Papa Francis, ameweza kuruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kuwa hospitalini kwa muda wa zaidi ya mwezi mzima, kwa mujibu wa madaktari waliokuwa wakimtibia katika hospitali ya Gemelli nchini Roma. Papa ataondoka hospitalini baadaye leo na kurejea katika makazi yake rasmi huko Vatican, ambapo atatarajiwa kuwa ndani kwa muda wa miezi miwili ili hali yake sasa iweze kukaa vizuri. Hata hivyo Papa ataonekana hadharani kwa mara ya kwanza saa 8 za Afrika Mashariki, ambazo ni sawa na saa 6 mchana saa za Roma. Anatarajiwa kuonekana kwenye dirisha la wodi ambalo alikuwa ameweza kulazwa kwa muda huo, na taarifa ambazo tumeweza kuripotia kutoka hapo juu ni kwamba Papa ameweza pia kuonekana akiwa anawapungia mkono au kuwasalimia baada ya kuendelea vizuri katika afya yake. Hata hivyo taarifa zinasema kwamba atabariki waumini wake waliokusanyika nje hospitali hiyo kumuombea apate afueni, kisha ataondoka kuelekea kwenye makazi yake ambapo ataangaliwa kwa ukaribu na madaktari wake. Hataweza kutangamana na watu kwa muda wa miezi miwili hadi pale afya yake itakapohakikishwa kuwa salama kabisa. Kiongozi huyo wa madhehebu ya Wakatoliki ya dini ya Kikristo alilazwa mnamo Februari 14 akiwa na changamoto za mfumo wa kupumua na vile akiuguzwa pneumonia ama kichomi. Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa hospitalini kwa muda wa wiki 5 hivi sasa, na katika muda huo alikabiliwa na changamoto zaidi za kiafya mara 2, ambapo madaktari wanasema maisha yake yalikuwa hatarini. Daktari Sergio Alfieri, ambaye ni mmoja wa madaktari wanaomtibu Papa Francis, wamesema kwamba wamefurahia hali ya kwamba Papa atarejea nyumbani. Aidha amefafanua kwamba wagonjwa wanaougua hali hii mbaya ya pneumonia hupoteza sauti, hasa wakiwa kwenye umri mkubwa. Kwa hiyo itachukua muda kwa sauti ya mgonjwa kurejea katika hali yake ya kawaida. Siku ya Ijumaa, Kardinali Victor Fernandez aliwaambia wanahabari kwamba hewa ya oksijeni mara kwa mara na idadi kubwa ya hewa hiyo ukausha viungo mwilini, hasa kwenye koo, na kwa sababu ya hilo Papa atalazimika kujifunza kuzungumza upya. Wengi wanafurahi kwamba Papa amehisi vyema na kwamba anarejea nyumbani, ila haijajulikana wakati huu ikiwa ataweza kuongoza misa ya Pasaka kama ilivyokuwa kawaida yake. Wiki chache zilizopita Wakristo waliazimisha Jumatano ya Majivu kwa ibada maalum ambapo Papa hakuhudhuria kwa ajili kutokana na hali ya kiafya yake kutokuweza kuwa nzuri. Habari hizi ni taarifa kutoka kule kwa Papa Francis, ambapo taarifa zimeweza kuthibitisha kwamba hali ya Papa kwa sasa inaendelea vizuri mara baada ya Papa siku ya leo Jumapili kuonekana katika nje ya dirisha la hospitali ya Gemelli huko nchini Roma,
Vatican, ambapo alikuwa akipatiwa matibabu, akiwasalimia waumini wake ambao walikuja kumtakia heri na wale waliokuwa wakimwombea, akiwashukuru kwa kuwapungia mikono, japokuwa hali yake bado sio nzuri sana kutokana na kile ambacho anakisema msemaji kutoka Vatican, kiongozi Kardinali Victor Fernandez, akisema kwamba hali ya Papa bado, lakini anaendelea vizuri, lakini kutokana na ugonjwa ambao alikuwa nao, Papa atalazimika kujifunza kuzungumza upya kutokana na hali ambayo alikumbwa nayo ya ugonjwa huu wa pneumonia ama homa ya mapafu. Nikushukuru sana mwanahabari wangu, hizi ni habari kutoka kule Vatican. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi za kimataifa, kitaifa, za michezo pamoja na burudani, usiache kuendelea kuungana nasi kwa kusubscribe, share, like na kucomment ili uweze kuwa mwanafamilia wa Junior Media. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage, nikutakia siku njema. Bye bye.